أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenikutanisha nanyi ndugu zangu katika jiji hili la Nairobi, katika ukumbi huu mkubwa, katika jambo tukufu la kukumbushana masala yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Uislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotukusanisha hapa atukutanishe katika pepo ya Firdaus. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila sekunde na dakika na saa tulioitumia hapa ndani ya ukumbi iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu, iwe ni sababu ya kunyanyuliwa daraja. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu kabisa kwa amali hii njema iliyofanyika hapa aipokee kwamba ni amalan khalisan liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala, na kutokana na amali hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amtatulie matatizo kila mwenye matatizo. Aliyekuwa mgonjwa Allah ampe shifa. Afya yangu kuwa sio nzuri sana, nikaona kutoa udhuru katika tunu hii ya khairi ya tatu, Sheikh Muhammad hata nielewa. Kwa hiyo inshallah nikachukua juhudi ya kufika hapa kuja kuonana nanyi na kukadimisha mada ambayo imetangulizwa. Jazahullahu khairan yeye pamoja na timu yake yote kwa kazi nzuri ambayo wameifanya kwa kongamano hili la kihistoria katika jiji la Nairobi. Lakini niseme vile vile pamoja na kuwa ni muda ni mchache, lakini uzuri wa kuzungumza mwisho unakuwa una muda mrefu wa kuongea. Kwa hiyo nisingependa kumuona Hamza anatembea tembea hapa karibu. Nakupa nusu saa tu hainasi, sio na wasiwasi, inshallah natania. Wallahi nashidi ya mwisho ya ndugu yetu Abu Thaqib, Allah mlipe kila la khairi na amsamehe mama yetu aliyotangulia mbele ya haki. Takriban imetugusa wote tuliomo humu ndani. Wakati anazungumza mashairi yale, mimi namkumbuka marehemu mama yangu ambaye ndio sababu ya mimi kuwa hivi leo, kwa juhudi alizozifanya kunisomesha, kunisimamia na kunielekeza katika njia ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yote ninayoyafanya katika mambo ya khairi yawe ni sadaqatun jariya laha fi qabriha. Hongereni sana ambao wazazi wenu wako hai, lakini poleni sana kama wako hai na hamwatendei haki. Kwa haya tuliyoyaona leo kuanzia mwanzo wa hafla hii kwa Sheikh Muhammad Bahero, anashidi iliyoimbwa na ndugu yetu Abu Thaqib, kila mmoja humu ndani achukue maamuzi ya kubadilika, hasa kwa wazazi wake wawili na hasa kwa mama yake. Kama mama yako yuko nyumbani, chukua simu yako ya mkononi, mtumie message sasa hivi, mwambie mama nakupenda. Nakupenda kwa malezi ulionipa. Atuzungumzi nadharia, na waomba mfanye hivyo. Chukua simu yako ya mkononi, kama mama yako amefariki, chukua dakika moja kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kaburi lake kuwa ni bustani katika mabustani ya peponi. Mama zetu wamefanya kazi kubwa. Na maulama wote wa Kiislamu ambao tunawafahamu, maimamu wote wanne wa Ahlus Sunna wal Jamaa, Imam Bukhari, wote wamefikia katika daraja ile kwa sababu ya malezi ya mama zao. Walilelewa na single mothers, lakini walitoka kuwa ni wanachuoni wakubwa. Kwa hiyo sio mada yangu, lakini nilipenda nitoe tambii hiyo muhimu sana ambayo inaweza kawa ni katika mambo muhimu tunayotoka nayo katika kongamano hili. Ndugu zangu Waislamu, mada hii ya athari ya mitandao ya kijamii katika malezi ni mada muhimu sana, hususan katika zama tulizonazo. Na mimi nashukuru sana
aghlabia ya waliohudhuria hapa ni vijana, na hii mada kwa kiwango kikubwa inawahusu, lakini vile vile inawahusu na wazazi ambao wamehudhuria hapa na wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii vile vile, kwa sababu zama tulizonazo sio zama za utandawazi. Utandawazi umeshapitwa na wakati. Zama tulizonazo ni zama za AI, artificial intelligence. Ni zama tofauti kabisa na zama ambazo tulishawahi kuziona huko nyuma. Kwa hiyo ndugu zangu, labda nianze na utangulizi mfupi kwa haraka haraka. Mwanadamu amekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na amekirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa kupewa akili ambaye inamfanya aweze kufikiri vizuri, awe na mazingatio, lakini vile vile awe na uoni katika yale ambayo yanaingia katika mwili wake au anayafahamu. Hii ndio inamfanya mwanadamu akawa ni bora, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza katika Qur'an katika surati al-Isra, walaqad karramna bani adam, hakika tumemkirimu mwanadamu na tumemfadhilisha kuliko viumbe wote wengine. Amekirimiwa, amefadhilishwa kwa sababu ya fikra, uoni, akili, na amekuwa ni kiumbe bora. Kwa hiyo kupitia neema hizi mwanadamu ndio ana uwezo wa kutengeneza ustaarabu, civilization, na kuwa khalifa katika mgongo wa ardhi. Lakini kwa upande wa pili yuko adui wa mwanadamu huyu ambaye ni shaitani aliyolaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyochukua ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi nitahakikisha mwanadamu huyu ambaye amenifanya mimi nilaaniwe, hamtambui Mwenyezi Mungu, hana uoni wa kumjua Mwenyezi Mungu, atatumia vyanzo vyake vya fahamu kutomfahamu Mwenyezi Mungu na kunifuata mimi. Kwa hiyo mwanadamu amekirimiwa yuko upande mmoja, shaitani aliyolaniwa yuko upande wa pili. Kazi kubwa ya shaitani ni kuhakikisha kwamba anakata connection, mawasiliano kati ya mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala, na akaapa shaitani kwamba hakika nitawapotosha waja wako kutokana na njia iliyonyooka, nitawakalia pande zote nne, kuliani kwao, kushotoni kwao, mbele yao, nyuma yao, ili niweze kuwapotosha, na hutowakuta wengi wao ni wenye kukushukuru wewe Mwenyezi Mungu. Hii ni ahadi aliyotoa shaitani dhidi ya mwanadamu ambaye amekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mbinu anazotumia shaitani kutupotosha ni za aina mbili. Ya kwanza, kama alivyompotosha baba yetu, ni shubuhat, kumtengenezea misamiati na maneno tata ambaye yatamtoa na kumpotosha katika imani yake. Na ya pili ni shahawat, kumtengenezea matamanio ya tumbo lake na sehemu zake za siri ili aweze kumtoa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio njia mbili alizozitumia dhidi ya baba yetu Adam alayhi salam, na ndio njia anazozitumia kutupotosha sisi, kutuingizia shubhat na ashahawat. Haya maneno mawili na hizi mbinu mbili zishikeni vizuri sana. Muda hauruhusu kuvizungumzia kwa undani, lakini mtaendelea kufanyia utafiti ili muone nini maana ya shubhat na nini maana ya shahawat. Ndugu zangu mliohudhuria hapa, mwanadamu ana milango mikuu ya fahamu ambayo ndiyo inatengeneza fikra zake, inatengeneza utambuzi wake, inatengeneza maamuzi yake. Na hizi njia zimetajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Usisimamie jambo usilolijua, kwa sababu kusikia au sikivu na uoni na moyo ambao ndio mazingatio, vyote hivyo vitakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ndio njia za fahamu ndugu zangu, njia zote ambazo zinatengeneza fikra yako na ufahamu wako na zikakufanya wewe ukawa ni binadamu, zitakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii milango mitatu ya fahamu imetajwa ndani ya Qur'an mara nyingi sana. Mathalan, as-sam'u imetajwa mara 185 ndani ya Qur'an. Al-basaru, kuona, wal basira imetajwa mara 143 ndani ya Qur'an.
na zote tatu kwa pamoja zimetajwa mara 20 ndani ya Qur'an. Hii sio bure ndugu zangu Waislamu. Allah alikuwa na makusudio maalum kutuonyesha kwamba hivi vyanzo vya fahamu ni muhimu sana kwa Muislamu, kwa mwanadamu kuwa anaviangalia, anavituza, kwa sababu atakuja kuulizwa siku ya hisabu. Ndugu zangu, na ndio maana wanachuoni wa Kiislamu kama Imam Al-Qurtubi na Ibn Ashur katika tafsiri zao wamezungumza kwa urefu sana kuhusiana na njia hizi tatu za fahamu ambazo ni masikio, ameanza na masikio, macho na mazingatio. Wamezungumza kwa upana sana kuonyesha kwamba mwanadamu hasa Muislamu anatakiwa aangalie sana vyanzo hivi vya maarifa anavitumiaje. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa Iblisi anaelewa na anajua mbinu za kumbadilisha na kumtawala mwanadamu, ni lazima apenyeze sumu zake kupitia milango hii ya fahamu ili aweze kumcontrol mwanadamu, aweze kutoka katika njia iliyonyoka na amfuate yeye. Hapa ndio unakuja umuhimu wa vyombo vya habari, kwa sababu ni vyombo ambavyo tunavisoma, tunavisikia, tunavizingatia, ni vyakula ambavyo vinatulisha na vinalisha fikra zetu. Ndugu zangu Waislamu, kazi kubwa ya vyombo vya habari duniani ni kuathiri mtazamo jamii, unaita public opinion, ni kubadilisha mtazamo wa watu kwa kile ambacho walikuwa wanakiona, kukibadilisha kuwa mtazamo tofauti. Ndio malengo makubwa ya vyombo vyote vya habari duniani, vinahusiana na masuala ya public opinion, kubadilisha rai jamii za watu. Ndio kazi ya vyombo vya habari. Kwa hiyo unachokiona, unachokisikia, unachokizingatia kutoka vyombo vya habari, lengo lake vimetengenezwa na walioasisi vyombo vya habari ili wakufikishe wewe katika lengo ambalo wao wanazikusudia. Kwa katika zama tulizo nazo, tunapozungumzia social media kupitia majukwaa yake ya X, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat na nyinginezo nyingi ambazo mnazifahamu, kazi yake kubwa ni hiyo, kubadilisha rai jamii, kubadilisha mtazamo wetu kwenda katika mitazamo ambayo walioasisi na wenye seva za vyombo hivyo wanataka tufikie huko. Ndugu zangu, takriban 80% ya vijana, na wengi waliomo ni vijana, ufahamu wao hulishwa au chanzo cha ufahamu wao ni social media. Katika kipindi ambacho hakizidi miaka 20 tangu kudhihiri kwa hii mitandao ya kijamii, maana haizidi miaka 20, kumetokea mabadiliko makubwa sana, zaidi ya miaka 50. Haya mabadiliko hayajatokea miaka 50 iliyopita, katika kipindi cha 20 years only. Mabadiliko ya mmomonyoko wa maadili, ufahamu wa watu, vijana walivyo, kama tunavyoona katika uporomoko kwa maadili katika kipindi cha 20 years, ni zaidi ya miaka 50 iliyopita, na hizi ni tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa. Takwimu za matumizi ya mitandao ziko za Tanzania, Kenya. Mimi nitakuja Kenya kwa sababu niko Kenya. Kwa mwaka 2024, kutokana na chanzo cha CIK Data Report kinasema watumiaji wa internet Kenya wako milioni 32. Watumiaji wa mitandao ya kijamii wako milioni 13. Ndio nchi ambayo inaongoza, kama sio East Africa ni Afrika nzima. Wako milioni 13 wanatumia social media. Wastani wa muda, yani ule muda mdogo sana ambao wanautumia wa Kenya katika social media ni zaidi ya masaa 3.5. Huo ndo muda wa minimum, muda wa chini kabisa. Masaa 3.5 anayamaliza katika social media. Lakini sasa ukweli mchungu, kwa Afrika Mashariki mitandao ya kijamii imekuwa ndio chanzo kikuu cha maoni, maadili na tabia. Yaani vijana wengi wanaathiriwa na mitandao ya jamii katika fikra zao, tabia zao, mienendo yao, maamuzi yao, kuliko kitu chochote kingine, kuliko familia, kuliko misikiti na makanisa, kuliko shule na vyuo, kuliko hata wazee wao na wazee wenye busara. Na hii ndugu zangu ni utafiti rasmi wa UNICEF. UNICEF East Africa inasema social media has replaced parents, teachers and religious institutions as the primary educators of the adolescent mind.
Social media ndio imereplace, of course wa Kenya sitaki kuwafundisha Kiingereza, ni wataalamu wa Kiingereza, sina haja kutafsiri nitakosea. Sawa, bila shaka mmenielewa kwamba social media ndio imereplace sasa nafasi ya viongozi wa dini, wazazi. Vijana wetu wanalishwa na social media. Sasa hivi sisi hatulei, sisi tunawatunza tu vijana, chakula, mavazi na nini, lakini malezi wanayapata kwenye Twitter, kwenye TikTok, kwenye Instagram, kwenye Facebook. Ile malezi wanapata kule. Sisi kazi yetu kuwapa tu makazi, mavazi, chakula, kwenda shule, lakini malezi tumeachia vyombo hivyo. Na hii ni ripoti rasmi, ndugu zangu Waislamu, ya UNICEF East Africa. Sasa hii ni dalili ya hatari kwetu sisi kama Waislamu, kwa sababu generation hii ya hawa vijana ndio tunawatarajia watakuja kuwa ndio Waislamu wazazi hapo baadaye. Ikiwa source of information wanategemea kutoka katika social media na tunazifahamu jinsi zilivyo, tunatarajia tutakuwa na umma wa aina gani hapo mbeleni. Makongamano kama haya, conferences kama hii, mikutano kama hii, ndio muda wake wa kuzungumzia maudhui hizi ili tuweze kuwasaidia vijana wetu na tutoke na maazimio na mikakati kama Waislamu, kitu gani cha kufanya kama tutakuja kuona huko mbele kama muda utaturuhusu. Ndugu zangu, tafiti zinaonyesha kuwa vijana kuanzia miaka 18 mpaka 34, asilimia 68 ndio watumiaji wakubwa wa social media. Kati ya hawa asilimia 68, asilimia 10 mpaka 20 wanaangalia sites chafu, pornography, masuala ya sex. Watoto wetu wako nyumbani kwa simu tulizonunulia wenyewe, kwa bundles ambazo tunawapa sisi wenyewe, wanaangalia asilimia 10 mpaka 20. Hawaangalii masomo yao, wanaangalia masuala ya sex na pornography. Hii ni indicator ya hatari sana katika jamii tulizonazo. Ndugu zangu, athari ya social media kimaadili tunaiona. Kwanza, kukithiri kwa zinaa na uchafu katika jamii yetu. Zina imekuwa ni kama jambo la kawaida. Boyfriend na girlfriend imekuwa ni fashion katika vyuo vikuu na shule zetu. Kwa sababu gani? Yote yanatokana na social media. Watu kupeana namba na nini na vitu kama hivyo imekuwa ni jambo la kawaida. Yote hizo ni athari za social media. Kwa hiyo sex au uchafu wa zinaa umekithiri katika zama tulizonazo kwa kuchangia kiwango kikubwa sana na masuala ya social media. Daktari John Forbett, mtaalamu wa masuala ya ubongo, anasema pornography rewires the brain in the same pathways as addictive drugs. Kuanza kuangalia pornography kuna athiri ubongo wa mtu huyu anaangalia, kama ni kijana, kama ambavyo anaathiriwa na madawa ya kulevya. Anaanza kidogo kidogo, anaanza kufuta sigara, anakuja kwenye bangi, anakuja kwenye cocaine, anakuja kwenye masindano. Hali kadhalika pornography, anaanza kuangalia picha za wanawake wakiwa uchi, mara anawavua nguo, mara anatafuta, anatumiwa link, mara ameshakuwa addicted katika masuala kama hayo. Sio rahisi tena kuacha. Yote imetokana na nini? Na social media ambazo tunazo. Na anaongeza kwa kusema, the earlier someone is exposed, the deeper the damage. Yani mwanzo kabisa mtu anapokuwa ameanza kuingia katika social media na kuwa exposed na picha za wanawake, picha za wanaume, picha za sex, ndio athari ile inaingia zaidi kila anavyozidi kuendelea. Sasa wote watu wetu sisi tunawanunulia simu za mkononi, tunawaachia, anasoma nazo, anakwenda nazo shuleni, anatumia ChatGPT katika kujibu maswali yake, lakini hatujui yanayotokea baada ya sisi kuwanunulia zile simu. Kwa hiyo athari ambazo zinaonekana wazi katika jamii zetu, ya kwanza, vijana kupoteza nguvu ya kupenda ndoa. Harusi zimepungua sana. Vijana hataki kuoa. Kwa sababu gani? Masuala ya social media. Ndoa zimepungua. Kwa hiyo kuchelewa kuoa au kuolewa, kukosekana kwa haya katika jamii na kuporomoka kwa maadili, social media. Kizazi kinachukia mahusiano ya kweli, serious, na mtu kuwa committed. Hawataki, wanataka tu mahusiano ya take away, kama wanavyokwenda kuchukua baga na nini. Hata katika mahusiano wanataka hivyo hivyo, leo yuko na huyu, kesho yuko na yule, kesho kutwa yuko na yule. Ndo hali ilivyotokea kutokana na social media. Kwa ile real relationship inakuwa haipo. Athari hasi ya attitude kwa vijana. Utafiti uliofanywa na Harvard Center for Brain Science inaonya kwamba social media alters the brain regions responsible for emotion regulation, decision making and empathy. Kwamba social media inaathiri yale maeneo yaliyopo katika ubongo ya kuchukua maamuzi na maeneo yanayohusiana na kuregulate emotions, hisia za mtu,
na maeneo yanahusiana na mtu kuchukua maamuzi, na maeneo ambayo yanahusiana na masuala ya empathy, huruma. Za kutokana na kuathiriwa huko, hii ni social media na utafiti rasmi wa Harvard University. Kwa maana hiyo ina maana kwamba uwezo wa vijana kufanya maamuzi makubwa unapungua. Wanakuwa hawajiamini, hawana uwezo wa kufanya maamuzi, hawana uthubutu. Huruma inashuka, mtu hamhurumii mama yake, hahurumii wazazi wake, yeye anaishi katika dunia yake kwake peke yake. Lakini vile vile hasira, jazba, ukatili umekithiri katika jamii yetu kutokana na athari hizo ambazo bongo za vijana wetu zimeathiriwa kutokana na social media. Lakini tabia ya kukurupuka bila kufikiri, yani kuwa na mihemko, inakuwa ni ya kawaida sana. Ndio maana tunaona generation Z jinsi wanavyokurupuka, wanavyofanya mambo yao, hawamsikilizi mtu yote mwingine, wanachokiona wanakijua wao ndio cha kwao, wanachokifahamu hakuna mtu anaweza kawaelimisha. Yote hizi ni athari za social media. Kenyan mental health, na kuna mada ilitolewa hapa ya mental health, nashukuru nilikuwa namfuatilia daktari pale. Task Force ya 2020 inasema hivi, naongeza kwa kusema hivi, social media pressure is now among the top triggers of mental breakdown in Kenyan youth. Kwamba social media imekosa pressure ya social media imekuwa ni sababu sasa hivi ya breakdown ya akili na afya za akili za vijana wa Kenya. Sasa hili ni jambo la hatari sana, kwa sababu Kenya ndio inaongoza katika masuala haya, na vijana ni watoto wetu sisi. Tunafanya nini ili kuweza kuwasaidia katika hali hii ya maradhi haya ambayo profesa pale aliyazungumza asubuhi kwa dakika chache, lakini ilikuwa ni mada nzito na mada ambayo inatakiwa kusema kweli tutoke na maazimio kuhusiana na swala zima la afya ya akili. University of Nairobi, kitengo cha psychology, mwaka 2022 wanasema kwamba 51% ya vijana wote walionyesha anxiety kutokana na social media. 51%. Maradhi haya ni maradhi ya afya ya akili, anxiety, vijana. Na mko hapa nyinyi vijana ambao mnazungumziwa. 37% walijiona duni kwa kujilinganisha na influencers. Influencers manake ni hawa wachekeshaji, wasanii, watu wa hovyo kabisa saa nyingine. Lakini hawa vijana wakajiona kwamba wao wako chini, hawafanani nao, wale wako juu, sawa Kwa maana ya kwamba ile self esteem imepungua, ile kujiamini katika wale vijana imepungua. 12% wamepata depression kutokana na TikTok na Instagram. Kwa hiyo ni utafiti umefanyika Kenya hapa kwenu, unaonyesha athari za social media hususan kwa vijana wa Kenya. Hali kadhalika kuna utafiti wa Tanzania sitausoma. Katika athari za wasichana ni wanaathirika sana na social media. Binafsi mimi katika simu yangu kuna message nyingi za kuandika, za sauti, za wasichana wanataka kujiua, wamechoka maisha, wanataka sijui wafanye nini, lakini ukimfuatilia, ukimuuliza sana unakuta kwamba ameathiriwa kutokana na social media, amefanyiwa bullying skule, amekatishwa tamaa. Almuhimu athari zile zinampelekea mpaka kuchukia maisha yake. Ni vitu tunavyoona ni vidogo, lakini kwa tafiti ni vikubwa sana, kwa sababu mwelekeo wake katika siku zinazokuja utakuwa sio mzuri. Tafiti unasema social media has been toxic for girls. Social media imekuwa ni sumu ambayo ipo kwa wasichana, driving dramatic increase in anxiety, ambayo inapelekea ongezeko la maradhi haya ya kiakili. Self harm, kutaka kujidhuru, yani msichana anafikiria kujidhuru kwa sababu hajui kitu gani kinamsumbua, lakini ukweli ni kwamba ni kwa sababu ya kuwa amekuwa addicted katika social media. And depression, vile vile maradhi mengine ya depression. Ndugu zangu, social media ni hatari kwa jamii yote kwa ujumla sasa hivi, kwa sababu kazi kubwa ya social media ni kuondosha values katika jamii tulionayo kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile kuondoa test ya kijamii na kuwafanya watu wasiingie deep down kufikiria vitu vya msingi, wakawa wanaelekezwa katika vitu vya kipuuzi. Na hii imeenea takriban duniani kote, na sasa hivi inazungumziwa na wanasayansi na wanafalsafa jinsi gani wanaweza wakasaidia kutokana na hali kama hii. Mwandishi mmoja wa Canada anaitwa Alain Dono hivi karibuni ameandika kitabu kinaitwa The System of Banality. Mara nyingi napenda kukizungumzia, na mkigogo, mkitafute, mkidownload, mkisome vijana muweze kuona. Alain Dono sio Muislamu,
anazungumzia nini hii the system of banality, mfumo wa kutengeneza upuuzi, mfumo wa kutengeneza upuuzi duniani. Na amezungumzia social media kwa mapana na marefu, jinsi gani ambavyo wanaomiliki hizi servers za social media wanafanya biashara zao kwa kuwageuza watu na kufanya wao wanafikiria vitu vya kipuuzi ili waweze kuuza na kutengeneza. Ameelezea ndani ya kitabu chake kile The System of Banality. Kwa ndani ya kitabu hicho ametahadharisha hatari ya social media ambayo itazalisha jamii ya kipuuzi kabisa yenye kupenda mambo ya kipuuzi. Alan Donoho anasema the media environment produces a culture where triviality dominates the depth in dismissed. The depth is dismissed. Kwamba media, mazingira ya vyombo vya habari vinazalisha utamaduni wa juu juu, mtu kuangalia mambo juu juu, lakini sio kuangalia mambo kwa kina, kuyatafakari kwa kina, kwa una uchambuzi wa kina. Anapenda apate tu solutions za juu juu. Hii ndio kazi ambayo social media inaifanya katika akili zetu na akili za vijana wetu. Kwa leo hii wengi wetu katika social media tunafuata upuuzi. Na upuuzi umekuwa na thamani kuliko vitu serious. Niambie ndugu yangu, unapoingia kwenye TikTok, yani asilimia kubwa unafuata nini? Unafuata kucheka. Simu inacheka na wewe naye unacheka. Wanasema bwana natafuta kupumzika kidogo. Huelewi kwamba kile unachokiangalia kinaathiri katika ubongo wako, kinaondoa testi yako ya kupenda vitu vya maana. Unakuwa sasa hivi unawafuatilia watu wapuuzi, na ndio maana wapuuzi wanakuwa watu wa maana, kwa sababu wewe unawafuatilia wao na una like na una comment na unajiunga nao katika page zao. Mpuuzi kabisa, lakini unataka wewe unasema najifresh bana, stress zimekuwa nyingi, nataka nicheke. Wewe unacheka vitu vya hovyo tu. Ndio kazi ya social media na wote tunafanya. Mtu kakaa na simu yake, unawaka simu inacheka na yeye mwenyewe anacheka na kitu anachokiangalia kwa ujumla hakina maana yote. Sasa huku ni ku-entertain upuuzi na kueneza upuuzi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunatakiwa wote tulifahamu. Leo mtu mwenye followers wengi ni yule anayejua kucheza na mfumo wa algorithm. Algorithm anacheza na ule mfumo, anapata followers wengi na likes nyingi za watu, ana wafuasi wengi, bila kujali content anayoitoa. Kama ni creator, content gani anayefikisha kwenye jamii, maadamu yamepata likes, watu wanaifuatilia, basi anaonekana mtu wa maana. Anayeongoza hivi duniani leo katika TikTok, nadhani wote mnamfahamu, ana wafuasi milioni 162. Katika content yake hasemi kitu chochote, anatoka tu mbele pale kwenye kamera zake, ametafuta, anafanya tu hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, watu wanacheka, wana like. Hasemi kitu chochote Sheikh. Watu milioni 162 wanamfuatilia, anatengeneza pesa kwa hilo analofanya. Lakini hao wanaomfuatilia kitu gani? Ni ukipima ukitathmini, utaona jinsi ambavyo akili za watu zimekuwa mustakhafu katika ulimwengu tulionao hivi sasa. Angalia pages za wachekeshaji, wanamuziki wote unawafahamu Kenya hapa, wana followers wangapi? Millions of millions. Na hawa ndio wanaitwa mastaa, wanamiliki watu kwa sababu watu wanawafuata. Wanathaminiwa na wanasiasa, wakitaka kufanya kampeni zao wanawachukua mastaa wale, wachekeshaji, wasanii, njoni hapa. Kwa sababu gani? Wana watu. Mtu ana followers milioni 5, mwanasiasa anamhitaji huyu. Atakuhitaji wewe shekhe, una followers 200, hata kama unazungumza vitu vya maana. Kwa hiyo values zimechange, hawa wanapata thamani. Wafanya biashara, sisi tulienda kwenye mkutano kama huu Tanzania kule katika mji mmoja sitaki kusema. Tukafikia hoteli moja ambayo walifikia baadhi ya wasanii wachekeshaji na nini kama 3 hivi, wakawa wanashughulikiwa. Ikifika kwenye meza, waiter wanawazunguka karibu 4. Sisi tumekaa tunasubiri waiter hawaji. Tukawa tunafahamu kina nani? Kaambia bwana wasanii, hawa stand comedy hawa. Kwa nini mnawashughulikia? Sema bosi ameamrisha tuwashughulikie. Kwanza wanakaa hotelini bure, kula, kunywa, kulala. Kwa sababu gani? Watapiga picha zile, sasa tumefikia hoteli fulani, jamii itaona kwamba kuna hoteli fulani ipo. Lakini mashekhe hao hawana thamani. Pamoja na kuwa wanazungumza kitu cha maana, lakini katika dunia tulionayo value inakuja kutokana na followers ulionao, hata kama ni wakipuuzi. Hivi ni vitu ndugu zangu Waislamu vya kufikirisha na vinatuhitaji tutoe maamuzi. Kwa hiyo mtu anathaminiwa kutokana na hivyo. System of banality, mfumo wa kutengeneza upumbavu na upuuzi na kuipumbaza jamii.
Watu serious, wenye content serious zenye manufaa ya jamii wanaonekana hawana maana yoyote. Leo fuatilia page ya Together Weekend, ina wafuasi wangapi? Fuatilia page zangu za Sheikh Shams Elmi kwenye Instagram, YouTube, zina followers wangapi? Fuatilia page ya msanii labda yoyote ile, wana wafuasi wangapi? Utaona tofauti. Na hao ni Waislamu vile vile, lakini wanatoa nguvu upande mwingine, wanaacha kutoa nguvu katika upande wa khairi, na hii ndio athari inayojitokeza katika jamii yetu. Ndio maana vijana wengi leo wa elimu ya juu, na mimi napenda kuzungumza nao sana, wanahisi kwamba kumaliza chuo kikuu hamna faida yote. Unamaliza na degree, hakuna ajira, hakuna jambo lolote, bora uende ukawe comedians. Wanaonekana comedians, anachekesha, anapiga gari yuko na Range Rover new model, ana simu yake ya mkononi iPhone new model. Wewe una degree yako, una simu ile ya kitochi inaitwa, hata baskeli una. Faida gani ya kusoma sasa? Kumbe mtu anasimama tu hapa kwenye stand comedy, anachekesha, nyinyi wote mmelipa pesa, akitoka pale anahesabiwa mamilioni ya pesa. Vichekesho vya hovyo kabisa. Kwa nini nisome? Kwa jamii inaelekea katika masuala ya kipuuzi, kwa sababu masuala ya maana hayapewi muhimu, na athari yake nini? Inatokana na social media, na sisi ndio tuna entertain social media katika hilo. Kwa hivyo vijana wengi wanakimbilia katika comedy, wanakimbilia katika mambo ya kipuuzi, mambo ya usanii, kwa sababu wanahisi kwamba huko ndo kuna khairi. Na hii inathibitisha utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema sayati ala nasi sanawatin khuddaat, zitafika zama za hadaa, yusaddaqu fiha alkadhib, ataaminiwa katika zama hizo anayesema uongo, wa yukadhabu fiha sadiq, na anasema ukweli ataonekana muongo, wa yutamanu fiha alkhain, mtu aliyekuwa na khiana, khain mkubwa ataonekana muaminifu, wa yukhawwan fiha alamin, na mtu muaminifu ataonekana ni khain, wa yantiqu fiha arwaibidha, na atazungumza katika zama hizo mtu mpuuzi. Masahaba wakasema, wa ma ruwaibidha ya Rasulullah, huyu ruwaibidha ni nani? Qala ar-rajulu tafih, mtu mpuuzi, mtu wa hovyo, yatakallam fi amri al-amma, anaongea mambo mazito kabisa ya nchi. Na ndio tumefikia katika hali kama hiyo. Watu wapuuzi ndio wanazungumza on behalf ya sisi, na wanapewa majukwaa na waonekana wana wafuasi. Utabiri huo Mtume sallallahu alaihi wasallam leo hii tunauona live bila chenga. Kwa hiyo ni kipindi cha hadaa na usanii, msemaji mkuu mtu mpuuzi. Leo hii mambo ya kipuuzi kabisa ndio yanaonekana ya maana, na mtu mpuuzi anaonekana kioo cha jamii, anaitwa star. Tunawapa majina mazuri, star, yani ndio nyota wa kumfuata. Huyu ndio star bwana. Public figure, yani ni public figure, huyu ni kiongozi huyu. Content creator, ni mtu ambaye anatengeneza maudhui za social media. Influencer, mtu mwenye kuathiri bila kuangalia ana influence nini, anatengeneza content ya aina gani, ni star ya aina, inapeleka wapi, inawapeleka watu wapi. Lakini tunawapa majina watu wa aina hii kukuza upuuzi katika jamii yetu na kupotosha vijana tuliokuwa nao. Hali imekuwa ni tishio duniani kwa watu wenye kufikiri. Ndugu zangu Waislamu, tuzinduke. Wallahi kama hatutazinduka 20 years zinazokuja, yani 2046 45, vizazi vyetu sio vitakuwa vimefikia wapi? Sasa hivi tunaona hali kama hii. Ongeza miaka 20 inayokuja na mabadiliko yanayokuja katika artificial intelligence na maendeleo ya kasi, hawa vijana wetu hawa watakuwa katika hali gani? Kama sisi Waislamu kuanzia sasa hivi hatujazinduka, na sio kuzinduka tutakaweka mipango ya kutoka katika hali tuliyokuwa nayo. Nini kifanyike baada ya kuzungumza yote haya tuliyozungumza? Solution framework ambayo tutatoka nayo kama azimio katika tunu ya khairi ya 3 iliyofanyika hapa Nairobi. Kwanza, ni muhimu sana wazazi wapewe mafunzo ya digital parenting skills. Wazazi tupewe mafunzo ya kutumia hizi digital skills zile za ABC tu, za kufahamu kwamba utamcontrol vipi mtoto wako. Sababu watoto kila siku, sasa hivi watoto miaka 10 wanapewa simu, chini ya hapo wanapewa simu. Tutawapeji simu ambazo zitakuwa zina manufaa na hazitawaathiri. Ni lazima wazazi tupate mafundisho madogo ambayo itatusaidia. Lakini la pili, watoto chini ya miaka 16 tusiwape simu, ndugu zangu wazazi. Hata kama unampenda vipi mtoto wako, mtoto wako huwezi kumpa funguo ya gari kwa miaka 16, endesha gari, ingia jijini Nairobi, endesha. Huwezi, sababu atagongwa, atapata ajali. Lakini simu unampa, ajali ya kwenye simu mbaya kuliko ajali ya kwenye gari kule. Unamnunulia tena kwa pesa zako. Ndio maendeleo watoto wa sasa hivi hawa. Hebu tujaribu mpaka 16 years tusiwape access ya kuingia katika hizi simu. Na sio hivyo, tuwape na mawaidha
yanaonyesha athari na hatari ya kuwa na simu. Lakini muhimu kujua apps ambazo wanazitumia watoto wetu, kudhibiti muda kwa maana ya screen timing. Ile unaweza ukadhibiti, angalia labda dakika ngapi. Tena kuna zile halal pages au sites unaweza ukamfungulia kama ni za historia za nini, akaangalia kwa muda fulani, tena chini ya ulinzi wako wewe mwenyewe. Bila kufanya hivyo, ndugu zangu wazazi, tutakuwa tumenyima masuala yetu. Kuweka filters kwenye simu ni muhimu. Lakini kijana anapokuwa tayari amerukia miaka 16, anahitaji simu kwa ajili ya matumizi ya shule, tuwe na makubaliano na watoto wetu kwamba mwanangu, nimekununulia simu, nakupa simu hii, nimetoa pesa zangu nilizozitafuta kwa halali, usiniingize katika dhambi, usiniingize katika moto wa jahannam. Ukiangalia sites za matusi, za hovyo, za mziki, za wanawake au za wavulana, ukaitumia vibaya, mimi natabarra na dhima hiyo. Kama unanipenda mimi kama mzazi wako, itumie kama unavyohitajika. Ukishajitegemea huko kujinunulia simu, utafanya unavyotaka wewe mwenyewe. Lakini sasa hivi naomba mwanangu, mpe mawaidha, mpe rakaba, hata anapofungua simu anakuona wewe. Lakini subhanallah, leo tunapata message ndugu zangu, wallahi watoto wanaangalia pornography kwenye blanketi amejifunika usiku nyumbani kwako. Wewe unajua amelala, unamzimia taa, yeye anamwachia simu, anaangalia vitu mule, wanatumia na links. Kwa sababu gani? Hukumpa ile tahadhari ya Mwenyezi Mungu, ya kwako na ya Mwenyezi Mungu kwanza. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa katika hilo. La pili, misikiti yetu, taasisi na jumuiya ziwe na vitengo vya media, kwa sababu ni lazima tushindane na uchafu katika social media. Hatuwezi tunajingatua huko ni haramu tusiwepo, la, zahimuhum, tupambane nao katika social media kwa kutengeneza anashid zenye maudhui nzuri ziwavutie watu. Ajabu, leo mtu akimba anashid anashambuliwa. Sasa unampa option gani huyu kijana? Tutengeneze maudhui ambazo zitamvutia, hata kama unamkataza hii hapana, iko wapi sasa ya kuangalia mimi? Muonyeshe. Kwa hiyo misikiti ifanye kazi za kutengeneza, kwa kuna kitengo cha media, kutengeneza clip za hutuba fupi fupi. Sio hutuba ndefu, khatibu ana mukaddima tu dakika 5, nani atasikiliza hicho kitu? Ikate ile, chukua ile hutuba, tengeneza clip fupi tu yenye message ya hutuba nzima kwa dakika 2, itume. Kijana akiangalia huenda ikawa kwake ni uongofu. Sio hutuba yote, akitaka ataifuata YouTube, lakini tutumie njia hizo ambazo vijana wanazihitaji sasa hivi. Darasa za msikitini zitengenezwe kwa mvuto mzuri, sio darasa kiza, hakuna mwanga, hakuna kitu chochote, nani atakayeangalia? Kwa hiyo lazima tuwe na ubunifu wa kushindana na shari iliyopo katika social media, tukaingiza khairi na tunu ya khairi na nuru ala nur. Jingine, tuwe na vijana wabunifu. Tunao vijana wengi wapiga picha hapa, wanatengeneza, wanafanya editing. Mafunzo haya yaendelezwe kwa vijana wengi ambao watakuwa wanabuni vitu vizuri na kuvieneza na kuvitengenezea katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo tutafute ma software engineering, watengeneze application ambazo zitatusaidia sisi kama Waislamu katika kufanya filtering. Yani ukiweka ile application pale, hata mtu wako akiingia inamkatalia, inakuwa filtered. Ni applications zinatengenezwa na vijana katika masuala ya software. Wako wapi vijana wa Kiislamu wabunifu watusaidie katika masuala kama hayo, ili kuwe kuna halal sites ambazo unaacha kompyuta yako na simu yako, kijana achezee usiku kucha, hawezi kuingia katika mambo machafu kwa sababu kuna filter ambazo zinazuia. Lakini vile vile kutengeneza podcast nzuri za Kiislamu na short films ambazo zinaelezea masuala ya Kiislamu. Ya 4, taasisi za Kiislamu ziwe na digital response team kupambana na fake news, fitna, maudhui yanayodhalilisha Uislamu, kuyajibu kwa wakati ule ule. Vijana tunao, wataalamu tunao, tunaweza tukafanya hivyo vitu na kubadilisha mitazamo ya kijamii. La 5, kila Muislamu afuate kauli ya Qur'ani inasema inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kila Muislamu aelewe kwamba masikio, macho na mazingatio yote haya utakuja kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, uliyatumiaje? Kwa hiyo macho yetu, masikio yetu yasikie mambo ya khairi, tusikilize mziki, sikiliza anashid, sikiliza Qur'an, sikiliza mawaidha na vitu vingine. Macho yetu yaangalie mambo ya khairi na mioyo yetu iweze kuwa na mazingatio ya mambo ya khairi. Mwisho, mashekhe na viongozi wa dini wawe mfano mzuri wa kuigwa katika kuheshimiana, kuvumiliana na hususan katika content za social media. Wallahi nasikitisha sana.
Shekhe anatumia muda wake mwingi tena ndani ya social media kwa kamera za wakfu na taa za wakfu kumshambulia shekhe mwingine. Yani kama vile tuna muda wa kushambuliana wakati Uislamu na culture ya Kiislamu inashambuliwa. Wewe unapata wapi muda wa kumdhalilisha shekhe mwingine, kumdondosha chini, kumwonyesha hafai, amepotea? Wakati tungeunganisha nguvu zetu kama mashekhe kuwaokoa vijana wetu, kutengeneza content ambazo zitawaonyesha athari ya muda tulionao. Lakini mashekhe leo wengi wanaojihusisha na masuala ya rad wao kwa wao, huyu kamradi huyu, huyu kamradi huyu, huyu kamkufurisha huyu, huyu kampotosha yule. Sasa kijana wa kisasa hivi wa chuo kikuu akikaa akiangalia shekhe huyu anaachana nao, anakwenda kwa kina wapiga mziki, kwa watu wengine wanamchekesha, ndio wanapata entertainment kule. Huko nakuta hakuna chote cha maana zaidi ya magomvi na matusi tu. Kwa nini magomvi yetu yasishie kwenye darasa zetu kule? Kwa nini tusitoe katika social media? Kwa maana ipi katika zama tulizonazo? Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa kwa mashekhe kuweza kureview misimamo yao na mitazamo yao katika zama hizi tulizonazo, kuheshimiana, kuvumiliana katika yale tunayotoa. Lakini vile vile bahati mbaya sana baadhi ya mashekhe tumeanza kuingia katika kutengeneza kick katika peji zetu. Badala ya kuzungumza mambo ya maana, mtu anakwenda kuchukua maudhui shadh, haipo hata kwenye jamii, anaileta kwenye, anajua atapata followers wengi, atapata comments nyingi, atapata nini, lakini watu wanataka nini, yeye anataka kitu gani? Kwa hiyo anakuwa kama vile anawafuata wasanii wanavyotafuta followers na likes. Sisi sio kazi yetu hiyo. Sisi kazi yetu ni kuelimisha jamii. Mtu wa like akipenda, asipopenda asilike, akufuate akipenda, asipopenda asikufuate. Wewe unafanya kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiingie katika kicks za wasanii za kutaka kupata followers na likes kwa kuleta maudhui katika jamii. Hayapo maudhui shadh umeibua kutoka sijui Saudia, sijui Bahrain, sijui Misri, sijui wapi, mazingira ya kule umeleta Tanzania. Unajua nikiweka hii mambo yatawaka kule, utatokea ubishi mkubwa sana kwenye peji, utapata followers. Sasa unafanya nini ndugu zangu? Kwa bahati mbaya kuna baadhi yetu tumeingia katika hali kama hizo. Kwa hiyo ndugu zangu, tujaribu hasa kama viongozi wa dini kupata semina za jinsi gani ya kuandaa mawaidha, maudhui kwa ufupi ambayo inaweza ikamfikia kijana katika approach nzuri, akaisikiliza, ikamuingia, huenda ikawa ni sababu ya hidayah. Namalizia kwa kusema ndugu zangu Waislamu, hatari ni kubwa katika ulimwengu tulionao hivi sasa ya social media. Na wallahi kama tutazinduka na tukaweka mipango na mikakati, halafu baada ya hapo tukamlilia Mwenyezi Mungu kwa dua, jamii yetu itakuwepo katika hatari kubwa sana, kwa sababu mabadiliko yanakwenda kwa kasi kubwa, na lengo na makusudio utamaduni wa Kiislamu ni kutoweka. Kuna kitabu kinaitwa The Clash of Civilization. Mtu aende akakitafuta kwenye Google, akidownload, aangalie kwamba civilization ambayo inatishia ustaarabu wa kimagharibi ni Uislamu. Na mule ndani imezungumzwa mikakati ya kuondosha culture ya Kiislamu katika jamii. Sio kuwafanya Waislamu wasio Waislamu, lakini kuwafanya Waislamu waishi bila Uislamu. Wawe ni Waislamu wa majina, wanavaa hijab zao, wanafuga ndevu zao, wanavaa makanzu na majoho, wanakwenda kuswali mara swala 5 msikitini, lakini thinking zao sio za Kiislamu. Culture yao sio ya Kiislamu. Ndio lengo na makusudio. Na hii inatumika sana katika media na hususan katika social media. Jazakumullahu khairan wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahero.